It has to be a goal, number one on one with the goalkeeper. I'm not sure if Ahoua is... Ilipaswa kuwa goli kwa sababu alibaki yeye na golikipa. Sina uhakika, labda Ahoua alifikiri kama angempasia Ateba angekuwa ameotea kulingana na mistari ya VAR. Ni muhimu kama ukitazama mchezo, na kama angekuwa offside akaamua kwenda mwenyewe ilibidi kuwa goli kwa kweli. Lakini haikuwa hivyo, na bahati mbaya tumeambulia goli 1-0. Nafikiri mchezo ulikuwa kama tulitarajia hivyo. Walianza kwa mipira mirefu ya kutupa, kona na mipira iliyopangwa na mashambulizi ya kushtukiza ilikuwa tishio lao kubwa. Lakini tishio kubwa zaidi ilikuwa kutupa mipira mirefu uwanjani. Kwa hiyo kila mara waliposimamisha mchezo walitupa mipira mirefu ndani ya eneo la hatari, na chochote kinaweza kutokea, hasa kutokana na hali ya hewa. Nafikiri malengo ya kuweka safi lango letu tumefanikisha, lakini unajua sisi ni klabu kubwa. Simba Sports Club ni klabu kubwa na hatuwezi kufurahia matokeo kama haya. Hususan pale ambapo tulikuwa na nafasi za kufanya iwe 2, 3 au hata 4 bila. Na kwa namna hii wachezaji wanapaswa kutambua hatua tuliyopo. Tupo katika hatua ya nusu finali, na katika hatua ya nusu finali hautapata nafasi kubwa kama tulizopata leo msimu huu. Kwa hiyo ni wazi kabisa tunahitaji kuboresha. Huu mchezo haukuwa mzuri vya kutosha kulingana na uwezo wa wachezaji wetu. Na tunatarajia na najua, niamini wachezaji wangu watakuwa tayari kwa michezo wa marudiano mara tu tutakaporejea Afrika Kusini. Ni kweli kipindi cha pili ukifunga bao kabla mapumziko huwa ni pigo kubwa kiakili kwa mpinzani, na mara nyingine hasa baada ya kucheza vizuri kipindi cha kwanza unapata hali ya uongo ya usalama. Ni muhimu sana kujua kuwa wakati wote wanakuwa na wachezaji watatu wanaosubiri kutupiwa mipira wa juu na kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Huu ni mpira wa CAF. Hii ni hatua ya nusu finali ambapo ilikuwa muhimu sana kutoruhusu bao la ugenini. Na ndio tumefanikiwa kiasi fulani kwa kuwa tulikuwa na udhibiti wa mchezo, na wao hawakuwa na nafasi kubwa za kufunga mechi nzima isipokuwa ile mipira mirefu ya kutupa moja kwa moja. Lakini tunapopata nafasi tunapaswa kuzitumia na kumaliza mchezo kwa 2 au 3 bila. Na hivyo inahusiana na hali ya kiakili, mshikamano na ukatili wa kiushindani unaohitajika katika hatua ya nusu finali. Kwa sababu ukisafiri kucheza ugenini hujui hali ya hewa, hujui uwanja. Kama leo hali ya hewa ilikuwa mvua mchana kutwa, hatukuweza kucheza soka letu la kawaida linalotiririka vizuri. Mpira ulikuwa unakwama kidogo katika uwanja huu wa nyasi bandia, lakini bado binafsi nimeridhika na kiwango. Lakini hali ya kiakili inapaswa kubadilika kama tunataka kufuzu kwenda finali. I'm happy with the performance, but the mentality has really got to shift up the gear if you want to qualify for the final. Kwanza lazima tuelewe ya kwamba kwenye mpira hasa kwa dakika zile pressure inakuwa ni kubwa sana. Kama wewe shabiki ambaye umekaa umetulia, pressure imekupata vipi kwa mchezaji? Na ukilinganisha tayari energy imepungua, na nguvu ikipungua kwenye mwili na umakini unapungua. Kwa vitu vingi vinapungua kwenye dakika kama zile. Mtu anaweza akasema yeye ni professional, anatakiwa sawa, lakini tusahau kwamba na yeye ni binadamu. Kuna wakati anafanya makosa. Ni huyu Jean Charles Ahoua aliyetunyanyua vitini dakika ya 43 tukapata goli lake la kwanza. Ni huyu Jean Charles Ahoua. Ni huyu. Sijui umeelewa. Sasa upande asiwe maziwa, upande akawa sumu. Huyu ni kijana wetu, upande wote uwe ni maziwa tu. Amefanya kazi kubwa. Amemtambuka kipa vizuri kabisa. Nafasi ya kumalizia tu, pressure, mchoko, na kuna watu wanakuja kwa spidi huku akajikuta kwa bahati mbaya anapiga nje. Sasa kwenye football inatokea mazingira kama hayo. Muhimu ni sisi wana Simba kumpa courage, kuendelea kumpa matumaini. Bado tunahitaji akili ya Jean Charles Ahoua kwenye mechi ya marudiano pale Afrika Kusini. Bado tunahitaji miguu ya Jean Charles Ahoua. Na kumbuka Ahoua aliumia, na tayari yeye mwenyewe alikuwa ameshakata tamaa na akaomba kutoka, lakini baadaye akasema pana, nahitaji kuipigania hii Simba iende finali. Kwa hiyo na yeye amejitoa vya kutosha kuhakikisha kwamba anaipeleka Simba hatua ya finali. Iliyotokea ni bahati mbaya ambayo yoyote inaweza kumtokea. Otherwise amecheza vizuri, ameipambania Simba yake. Sasa kilichobaki sisi kama wana Simba, bila kuangalia nani amefanya kitu gani, wote tunanyanyuka, tunaangalia tarehe 27 tunakwenda kufuzu vipi pale Durban, Afrika Kusini.
Kwanza lazima tutambue ya kwamba tuna kila sababu ya kusherehekea na kufurahia ushindi huu ambao tumeupata. Lazima watu wakumbuke kwamba hii ni hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Usitegemee kwenye hatua kama hizi utamfunga mtu goli 5, goli 6, goli 4 kiurahisi namna hiyo. Hizi ndio timu 4 bora Afrika ambazo zinacheza hatua ya nusu fainali. Kwa hiyo ushindi ni ushindi. Kwenye hatua kama hii hakuna ushindi mdogo wala ushindi mkubwa. Unasimama tu kuwa ni ushindi muhimu kwa timu yako. Tumecheza nyumbani, tumepata ushindi wa goli 1-0. Tayari tumetanguliza mguu mmoja fainali. Sisi na Stellenbosch, sisi tuko karibu zaidi na fainali kuliko Stellenbosch kwa sababu sisi tuna faida. Sisi tuna kitu cha kujivunia baada ya dakika 90 za leo, nacho ni ushindi wa goli 1-0. Mwenzetu hana chochote cha kujivunia zaidi ya kujivunia kwamba anakwenda kucheza nyumbani. Kwa hiyo hatuna budi wana Simba kujipongeza na wala tusiingie na ubaridi wa aina yeyote ile. Ushindi huu una thamani na una umuhimu mno. Jana zimechezwa mechi za nusu finali za ligi ya mabingwa Afrika. Hakuna timu iliyopata bao katika mechi zote mbili. Sio wa ugenini, sio wa nyumbani. Wote ni ngoma bila. Kwa hiyo kwa Simba kupata ushindi wa goli 1-0 ni kazi kubwa sana ambayo tumeifanya na hatuna budi kuwapongeza wachezaji wetu. Tumepata ushindi huu, tunachokiangalia sasa ni mipango kuelekea kwenye mechi yetu ya marudiano tarehe 27 pale Durban, Afrika Kusini. Na mimi nikwambie Tobi, fainali Simba inacheza mwaka huu. Kwa nini wakati mashabiki wameondoka kama mioyo yao haijafurahi? Nisikilize mimi. Rudia hapo kaka. Nisikilize mimi Tobi. Kwamba fainali Simba anacheza mwaka huu. Hawa Stellenbosch hawana uwezo wa kututoa sisi. Na kama kauli mbiu yetu inavyosema, hatuishii hapa, nakwambia hatuishii hapa hatua ya nusu finali. Achana na ushindi wa goli 1, lakini ukiangalia ubora wa timu yetu, namna ambavyo inashambulia, namna ambavyo inaweza kuzuia, inanipa mimi matumaini mazito ya kwamba mnyama anakwenda finali. Napata matumaini makubwa mnyama anakwenda finali. Na hata ukiangalia kwenye mechi ya leo ni makosa yetu madogo ndio ambayo yamemaliza hii mechi kwa goli 1-0, na wala sio kwa ubora wa mpinzani wetu. Tumekosa nafasi clear kama 3-4 hivi ambazo tungeweza kuzitumia, hizo mnyama alikuwa anaondoka na magoli, na zote hizo tunakosa wenyewe, sio kwa ubora wa mpinzani. Kwa hiyo mimi ninayo uhakika wa 100% kubwa, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu mnyama anacheza finali. Stellenbosch hana uwezo wa kutufunga goli 2-0 nyumbani kwake. Narudia tena, ili Stellen aende finali atufunge sisi goli 2-0, Simba hivyo haipo duniani. Changamoto ambayo inaweza kuwasumbua wana Simba ni psychological problem ambayo walitamani kuona timu inashinda mabao mengi sana hapa. Mabao 2, 3 ndio watu wangeondoka na tabasamu kubwa. Lakini hii moja ambayo tumeipata, wana Simba waamini inatuvusha, inatupeleka finali. Hili moja ambalo tumelipata linatuvusha kwenda hatua ya finali. Wala wana Simba wasiwe na mashaka, dakika 90 za pale Durban, Afrika Kusini, Simba ana uwezo wa kucheza vizuri, tukapata chochote kitu, mnyama akaenda finali. Kwa hiyo wala wasiingiwe na ubaridi. Ni kweli matarajio na matamanio ilikuwa ni kumfunga bao nyingi, lakini no sweat, amekubali goli 1-0. Hilo moja ndio litakalo mtoa kwenye nusu finali na mnyama likampeleka finali. Uhakika huo tunao. Tumecheza mechi nyingi safari hii, na ugenini tumetamba kama nyumbani kwetu. Tumecheza dhidi ya timu ngumu Constantine, tukapata bao 1. Tena tumetangulia sisi, tumecheza na Sfaxien, tukapata bao 1. Tumecheza na Libya ilikuwa bila. Tumecheza na Angola, tumepata bao 1. Tumecheza Libya, hatujaruhusu kufungwa. Yani
tunatoa wapi wasiwasi sisi wana Simba ya kwamba huyu Stellenbosch ana uwezo wa kutufunga sisi goli 2-0? Nani mwenye huo uwezo wa kumtambia Simba anaweza kumfunga goli 2-0? Kwa hiyo ndugu yangu Toby, kama hata wewe ulikuwa na mashaka, take my words, mnyama anakwenda finali. Hakuna timu ya kutuzuia hapa, hakuna timu ya kutusumbua hapa. Simba anacheza finali mwaka huu.